Sawa, umetoka sehemu ya 13 ya mfululizo huu. Video hizi ni za mada maalum na zitazame kwa mpangilio tangu mwanzo ili uelewe vizuri. Kama hujaanza sehemu ya kwanza, simamisha video hii ukaanze kwanza. Sawa, video iliyopita ya 13 tulizungumzia mwanzo wa Uyunani na Alexander Mkuu. Watu wengi wanapenda kuangalia kipindi hicho kama wakati wa Uyunani, Hellenization, na hiyo si tathmini mbaya. Lakini kinachotokea ni kwamba hiyo haituruhusu kujua kwamba bado tupo kwenye kipindi hicho cha Uyunani. Utamaduni wa Giriki bado unaendelea kusambaa, isipokuwa sasa umebadilika na kuingia kwenye utamaduni wetu wa kisasa. Na ingawa tuko chini ya ushawishi wa falme tofauti, kuanzia Warumi hadi Uingereza ya Masoni, utamaduni wa Wagiriki haujawahi kuacha kusambaa. Ndiyo, utamaduni wa wanadamu hubadilika kadri muda unavyopita, lakini yote yamejengwa juu ya msingi wa njia za Wagiriki. Lakini hapa ndipo jambo lilipo. Ingawa tamaduni wa dunia hubadilika na kukua, njia na sheria za Yahuwa hazibadiliki kamwe. Ndio maana shetani anataka sana tuzikatae. Sasa, katika historia hiyo, tulipoanza kupitia Hellenization na jinsi ilivyoathiri Wayahudi, ilibidi nisimame kwa sababu tulikuwa tunafikia kipindi ambacho kulikuwa na upinzani dhidi ya Hellenization, na huu ulikuwa kutoka kwa Wayahudi waliokuwa Yudea. Hiki ni kipindi cha muda ambacho ni muhimu sana kwa dunia. Lazima uelewe, bila matukio haya, Masihi asingekuwa na watu wa kurudi kwao ambao wangemfuata. Yahuwa alitumia kipindi hiki kuhifadhi watu hawa, na kuna historia kubwa sana inayotoa mfano wa jinsi tunavyopaswa kuwa katika dunia hii, na ndiyo hasa sababu kwa nini hawakuweka kitabu cha Makabis kwenye Biblia yetu. Sasa, nitaelezea historia hii, lakini iwapo ungependa kujisomea na kufanya utafiti mwenyewe, nataka ujue vyanzo ninavyotumia, ambavyo ni kutoka kwenye kitabu cha Maccabees pamoja na kitabu cha Solomon Grazel, The History of the Jews, na pia kazi ya Flavius Josephus kutoka Antiquities of the Jews. Kama unataka kuelewa historia hii ninayoshiriki na kufanya utafiti mwenyewe, hivi ndivyo vyanzo vyangu. Sawa, kwa hivyo tushughulikie. Video hii kwa kweli imechelewa sana. Kama nilivyoelezea katika sehemu ya 13, karne ya 3K ilikuwa wimbi la utamaduni wa Kigiriki ambalo lilikuwa likichukua ulimwengu uliostaarabika. Kila kitu kilianza kuzoea njia za Wagiriki. Hata miungu yao ya zamani ilipewa majina ya Kigiriki. Wayahudi walizungukwa na ulimwengu unaobadilika, wote wakawa Wagiriki. Wale waliokuwa sehemu ya wimbi hili jipya la Kigiriki walikuwa wanashiriki katika harakati kubwa ya ustawi, kwani biashara ilianza kufungua masoko mapya. Wayahudi wa Yudea walifanya biashara, lakini hawakuweza kwenda sambamba na majirani zao waliobadilika kweli kweli. Unaona, Wayahudi wa Yudea walibaki imara katika imani yao na namna yao ya kuishi. Hawakuvutiwa wala kushawishiwa na miungu wa Olympus waliokuwa wachafu, wasio na sheria na wakatili. Wakiangalia utamaduni wote wa Wagiriki, kuanzia michezo yao ya Kigiriki, nyumba zao za kuogea na sherehe zao, Wayahudi waliona uovu na upotovu wa maadili. Wayahudi waliobaki katika nchi yao ya Yudea hawakuwahi kukutana na ustaarabu wa juu kabisa wa Kigiriki kama Athene, wala hata na utamaduni wa Kigiriki kutoka maeneo ya jirani kama Alexandria. Na jambo hili hapa ni muhimu sana kuelewa, lakini watu wengi hawalielewi kabisa. Hata kama wangeweza kukutana na utamaduni halisi wa Kigiriki na kujifunza kuhusu wanafalsafa maarufu wa Kigiriki na washairi, Wayahudi bado wangeukataa wote kama duni ukilinganisha na utamaduni wao wa kuwa Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kwamba wao ndio watu pekee walio katika agano na Yahuwa aliye juu zaidi. Muumba wa vyote alikuwa katika agano nao. Wale waliomwabudu Yahuwa kwa kweli hawakuwa na sababu ya kufata njia za mataifa mengine. Hili liliamriwa na Yah ili wawe watakatifu na kutengwa. Na hivyo, kuliko wakati mwingine wowote, Wayahudi walianza kujitokeza na kuwa watu tofauti na mataifa mengine yote. Ulimwengu mzima ulikuwa unakuwa wa Kigiriki, lakini wao walikuwa wameshikilia utamaduni wao. Sasa, kuhusu uchumi, kulingana na kile kilichokuwa kinaendelea duniani wakati huo, Wayahudi waliokuwa Yudea walionekana kama wakulima maskini. Kumbuka, walikuwa wanajenga upya. Walikuwa na mji mmoja tu wa maana, nao ulikuwa Yerusalemu. Wengi wa wakazi wake, wakulima, wafanyabiashara wadogo, mafundi, watu waliridhika kubaki jinsi walivyo.
Walikuwa wanajivunia urithi wao, na kama nilivyosema, hawakuwa na hamu ya kuchangamana na ulimwengu wa nje. Lakini shetani alipata njia ya kuingia humo. Kulikuwa na familia za tabaka la juu Yerusalemu, familia kuu miongoni mwa makuhani waliokuwa wakiishi Yerusalemu, na wauzaji wa nje na waagizaji bidhaa waliokuwa wakifanya biashara, ambao walikuwa wafanya biashara wakubwa wa Yudea. Walikuwa wanashirikiana na tabaka la juu la mataifa mengine yaliyowazunguka, na wakaanza kufikiria kuhusu ustawi wa kiuchumi. Walitaka kuifanya Yerusalemu kuwa kituo kikubwa cha biashara, lakini hili halingewezekana, ilhali watu wengine duniani waliwaona watu wa Yerusalemu kama wageni wa ajabu, wa kigeni na watu wa porini wasio na ustaarabu. Yahudi wa tabaka la juu hawakutaka kuacha imani yao. Walichotaka tu ni kuwafanya Wayahudi waonekane kwa nje kama mataifa mengine yaliyowazunguka. Walibishana kwamba kuvaa kwa mtindo wa Kigiriki, kuwatia moyo vijana kucheza michezo ya Kigiriki, au kupanga upya siasa za Yerusalemu kulingana na katiba ya Kigiriki hakutadhuru maisha yao kama Wayahudi, na huenda kukawafanya majirani zao kuwaona Wayahudi kama watu wanaofanana sana na wao. Walitaka kuchanganyika. Kimsingi, walikuwa wakijaribu kufanya kitu kile kile kilichowapatia mfalme katika Samueli wa kwanza hapo mwanzo. Walikuwa wanajaribu kuwa kama mataifa mengine. Sasa inasemekana kwamba watetezi wakuu wa uhelinishaji huu katika Yudea walikuwa wanachama wa familia ambayo huenda ilitokana na Tobias Mwamoni, ambaye Nehemia katika siku zake alipata shida naye. Unaweza kusoma kuhusu hili katika Nehemia sura ya 13. Sasa, familia hii inayojulikana kama Watobia kwa karne mbili, ingawa hawakuwa Wayahudi asili, lakini walijitambulisha na Wayahudi na walichanganyika na familia ya makuhani wakuu, walicheza jukumu muhimu katika siasa za nchi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kurudi katika nchi, baadhi ya watu wa mataifa walichanganyika na Wayahudi na wakaanza kupata ushawishi miongoni mwa Wayahudi. Basi takribani mwaka 230 kabla ya Kristo, mmoja wao, Yosefu mwana wa Tobia, alipata kutoka kwa mfalme wa Misri haki ya kukusanya kodi kutoka katika eneo lote la Siria ambalo lilijumuisha Yudea na majirani zake wote. Sawa? Kwa hivyo, Yusufu na familia yake walitumia fursa hii kubwa na kutumia nguvu walioipata na kuitumia kama fursa ya kubadilisha kabisa hali ya kiuchumi ya Yerusalemu kwa kuelekeza biashara huko kutoka sehemu zingine za eneo hilo. Alikuwa akijaribu kuleta biashara mpya, kimsingi mjasiriamali mpya, na ilikuwa nguvu hii iliyoleta matatizo baadaye. Kwa hivyo, elewa kitu hapa. Hiki ni kipindi tofauti kabisa na nyakati zilizoandikwa katika Agano la Kale na nyakati zilizoandikwa katika Agano Jipya. Historia hii haizunguzwi, lakini ni muhimu sana kuelewa muktadha wa watu ambao Yahusha aliwajia na pia jinsi dini ya Ukristo ilivyoanza. Na hii inatuleta kwenye enzi ya Wamakabayo. Kwa hiyo enzi ya Wamakabayo ni jambo linalojulikana leo, lakini halifundishwi sana. Wiki iliyopita tu kila mtu alisherehekea Hanuka, lakini watu wengi hata hawajui wanachosherehekea. Huu ni kipindi cha muda cha takriban miaka 200 hadi 50 kaka. Muhimu sana. Sasa kumbuka, milki ya Ugiriki iligawanyika kati ya Waptolemia na Waseleucidi. Wakati huu Waseleucid walikuwa na lengo la kuunganisha tena ushindi wote wa Alexander. Ifikapo mwaka 198 KK, Antiochus wa tatu aliyeitwa Mkuu alichukua hatua ya kwanza kuelekea huko alipolazimisha Misri kuachia Palestina. Sasa, wakati wa Seleucidi walipojaribu kutimiza ndoto yao ya kuunganisha tena milki, kundi moja la Wayahudi lilipendelea kuunganishwa kwa Yudea na kundi jingine lilitaka kubaki sehemu ya milki ya Misri chini ya Waptolemia. Na bila shaka, Hyrcanus mwana wa Yosefu ben Tobias alikuwa upande wa Misri kwa sababu alikuwa anapata pesa za kodi. Lakini jambo ni kwamba watu wa kawaida wa Yudea hawakujali kwa sababu haikuwaletea tofauti kama ni Waptolemea au Waseleucidi wanaochukua kodi yao. Lakini mara tu njia yao ya kumwabudu Yah ilipoanza kuhusika, ndipo mambo yalipoanza kubadilika na watu wa kawaida wakaanza kuchukua upande. Hapa ndipo mambo yanapochacha. Kwa hiyo upande wa Wayahudi walioungana na Waseleucidi, upande wa Waseleucidi pia ulijulikana kama Wasiria. Wayahudi hawa walimfichulia Seleukus wa nne kwamba kuna pesa nyingi zinazomilikiwa na wateule wake huko Misri zimehifadhiwa hekaluni.
Seleucus, akiwa na hamu ya kupata pesa zaidi, alimtuma mmoja wa maafisa wake, Heliodorus, kwenda kukamata pesa zilizokuwa hekaluni. Sasa inasemekana kwamba Heliodorus alipoingia hekaluni alikumbana na mtu aliyekuwa amepanda farasi ambaye alimshambulia karibu amuue. Heliodorus aliweza tu kuondoka kwa shida na aliacha bila kuchukua pesa yoyote. Hivyo basi, hii kundi la Wayahudi waliokuwa upande wa Seleusidi, huu ulikuwa jaribio lao la kwanza kutaka kutawala Yudea na lilishindwa. Lakini kutokana na hili kulizuka mgawanyiko mkubwa, kwa sababu Wayahudi waliona jinsi hawa Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na tamaduni za Kiyunani wasingesita kufanya lolote ili kufikia lengo lao la kutawala. Yaani, waliwatuma watu wasio Wayahudi kuingia hekaluni na kulivamia. Ilikuwa ni wazimu kabisa. Sasa Seleukusi wa nne alikufa na akafuatwa na kaka yake Antioko wa nne, na huyu ndiye aliyekuwa tatizo kubwa na ndiye aliandikwa katika kitabu cha Wamakabayo. Antioko pia alitamani kuiteka Misri na kuunganisha tena himaya yake, na alitarajia kufanikisha hili kwa kuziunganisha majimbo mbalimbali kwake kama mfano halisi wa utamaduni wa Kigiriki. Alijipa jina la pili Epifane, ambalo linamaanisha Mungu anayeonekana. Kwa maneno mengine, alikuwa anatangaza kwamba yeye na Mungu wao Jupiter walipaswa kuchukuliwa kuwa kitu kimoja. Yudea ilikuwa muhimu kwa Antioko kuwa na watu walioathiriwa na utamaduni wa Kigiriki na waliomtii, lakini haikujalisha kwa sababu Yudea ndiyo iliyofanya maendeleo madogo zaidi katika utamaduni wa Kigiriki. Walipinga. Na kwa hivyo, wakati kundi la Wayahudi waliojisalimisha wa Kiyunani walipomjia na mpango uliopendekezwa wa kuharakisha uenezaji wa Kiyunani huko Yudea, Antiochus alikuwa na hamu ya kushiriki katika hilo. Mpango ulikuwa ni kumwondoa kuhani mkuu ambaye tayari alikuwa pale na kumweka ndugu yao aliyebadili dini ya Kiyunani mahali pake. Kisha, kwa malipo ya kiasi fulani cha pesa, Antiochus aliahidi kuipa Yerusalemu katiba ya Kigiriki na haki ya kutengeneza sarafu, jambo ambalo lingesaidia mji kukua kibiashara. Haya yote yalikuwa kuhusu biashara tu. Sawa, hivyo mipango ikatekelezwa na wakambadilisha kuhani mkuu na yule wa kwao aliyejisalimisha, na watu wa kawaida wa Wayahudi walikasirika sana. Hii ilikuwa mara ya kwanza tangu Wayahudi warudi kutoka uhamishoni Babeli, ambapo serikali isiyo ya Kiyahudi iliingilia kati urithi wa ukuhani mkuu. Hii ni ofisi kuu sana, wakichukulia ofisi hii kana kwamba ni kama ugavana wa kawaida tu. Na mbaya zaidi, sasa kwamba Wayahudi waliopokea utamaduni wa Kiyunani walikuwa na udhibiti kamili wa serikali ya Yudea, walianza kujenga kumbi za mazoezi ndani ya Yerusalemu ambapo vijana walihimizwa kutumia muda mwingi huko. Makuhani vijana walianza kupuuza majukumu yao hekaluni ili kucheza michezo. Utamaduni huu mpya uliokuwa ukiingizwa kwao uliwatoa kwenye mwelekeo. Vitindo ya Kiyunani katika mavazi, majina ya Kiyunani na lugha ya Kiyunani vilianza kuwa fashion huko Yerusalemu. Na kilicho kibaya zaidi, maisha ya Kiyunani yalileta kulegea katika utekelezaji wa Torati pamoja na ule ulegevu wa maadili uliokuwa ukijulikana kwa Wagiriki. Sasa sikiliza, ingawa mambo yalikuwa yakibadilika kwa Wayahudi waliouza utu wao, mabadiliko hayo hayakuwa yakitokea kwa kasi walioitaka. Walikuwa wakijaribu kuendeleza biashara zao. Wayahudi waliokuwa wameyeyushwa na utamaduni wa Kiyunani walioungana na Syria hawakuridhika na kasi ya ueneaji wa utamaduni wa Kiyunani, na walimlalamikia Antioko kwamba Yasoni kuhani mkuu, yule waliyemweka, hakuwa akifanya mambo kwa bidii ya kutosha. Walimwahidi Antioko kiasi kikubwa sana cha fedha ili amteue mtu mkali wa Kiyunani kuwa kuhani mkuu. Hivyo huyu kuhani mkuu Yasoni alilazimika kukimbia, na safari hii wakamteua Menelao. Menelao hakuwa hata mmoja wa familia ya makuhani wakuu. Alikuwa mtu asiyejali wala kuwa na huruma kwa njia zozote za Wayahudi. Yeye alitamani tu madaraka. Sasa kwa Antioko, jinsi alivyoliona kutotaka na kukataa kwa Wayahudi kuingizwa katika utamaduni wa Kiyunani na kukubali utamaduni wa Kigiriki ilikuwa jambo ambalo hakuweza kuelewa. Kimsingi, ujasiri wa watu hawa kupinga, na kwa sababu hakumheshimu Yahua wala Wayahudi, kimsingi aliamua kwamba ikiwa njia ya Wayahudi ndiyo iliyokuwa inamzuia kuunganisha tena ufalme wake wa Kigiriki, basi njia ya Wayahudi ilipaswa kuangamizwa. Akatangaza amri ya kuharibu utamaduni na desturi za Wayahudi na kuwalazimisha wawe Wagiriki. Alikuwa akiipiga marufuku Torati. Kwa hivyo alituma jeshi. Sehemu ya jeshi la Syria iliandamana kuingia Yerusalemu kumuunga mkono Menelaus na sera zake.
Wakazi wengi waliuawa na wengine wakatorokea milimani. Hili lilitokea tarehe 25 ya Kislev. Ni Wayunanisti waliojulikana tu waliobaki. Amri zilitolewa zikiifanya iwe kinyume cha sheria kushika Sabato, sikukuu na kutahiriwa. Waliwalazimisha kula nyama najisi kama vile nguruwe. Hekaluni, juu ya madhabahu, waliweka sanamu ya Jupiter iliyofanana waziwazi na Antiochus. Hata walileta nguruwe kuchinjwa madhabahuni mbele ya sanamu hiyo, wakilitia unajisi hekalu moja kwa moja. Watu wa kawaida wa Yudea walitazama mambo haya kwa hofu. Waliona yote haya kama matokeo ya ushawishi wa Uyunani na kuachwa kwa misingi ya Torati na watu wa tabaka la juu. Kimsingi, hawa watu wa tabaka la juu waliacha Torati, na haya ndiyo yaliyotokea baada ya hapo. Hivyo basi, kundi moja lilianza kujitokeza na kuamua kwamba kulikuwa na njia mbili tu zilizobaki: ama wafe wakipigana au wafe kama mashahidi. Kundi hili lilijulikana kama Hasidim. Walikuwa watu wa tabaka la chini miongoni mwa Wayahudi na hawakuwa wamepangwa kama jeshi lolote. Waliamua kwamba wangeweza kujitoa muhanga kwa ajili ya imani zao, lakini wasingeweza kuongoza mapambano kwa ajili ya hizo imani. Sasa, jambo la kuvutia la kutambua ni kwamba miongoni mwa elfu 29 kuna kundi linalojulikana kama Hasidics. Nilipokulia New York, kulikuwa na kundi kubwa lao. Wanahusishwa na harakati maalum ndani ya Uyahudi wa Orthodox, harakati ambayo ilipofikia kilele chake katika nusu ya kwanza ya karne ya 19 ilidai uaminifu wa mamilioni ya watu katika Ulaya ya Mashariki na Kati. Huenda wengi wa Wayahudi wa Ulaya ya Mashariki walikuwa sehemu ya harakati hii. Hadi leo bado wanavaa mitindo ya mavazi ya jadi kutoka karne ya 18 huko Ulaya ya Mashariki. Kwa mfano, wanaume wa Kihasidi mara nyingi huvaa makoti meusi na kofia kubwa zenye manyoya, na wanawake wa Kihasidi huvaa kwa unyenyekevu mkubwa na hufunika nywele zao hadharani kwa kutumia wigi au kitambaa kichwani. Kundi hili limechukua jina hili kutoka kwa Hasidim, lakini wangependa watu waamini kwamba wao ndio kundi halisi lililokuwepo tangu enzi za Wamakabayo. Lakini la, hii ni harakati iliyoanzia Ulaya ya Mashariki katika karne ya 18. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba mwanzilishi wa harakati hii, Rabbi Israel Ben Eliezer, ambaye alikuwa mwanafalsafa wa Kiyahudi na mtaalamu wa Kabala, pia anajulikana kama Baal Shem Tov, ambalo inasemekana linamaanisha bwana wa jina jema. Yaani, mtu anayeweza kufanya miujiza kwa kutumia jina la siri la Mungu. Jina la siri la Mungu. Sikiliza, ukichunguza hawa watu ni akina nani, ukweli unajidhihirisha wazi. Iko wazi kabisa mbele ya macho. Kwa hiyo ukiwaona, ujue kwamba hawa ni wale waliotoa jina la kundi hili la Wayahudi waliokuwa wanasimamia Torati. Ni sehemu nyingine tu ya kuiba utamaduni wetu, na wanataka dunia iamini kwamba wao kweli wanamfuata lakini kundi hili lilianzishwa na wale wanaofanya Kabala. Nilidhani hilo lingekuwa jambo la kuvutia kushiriki, lakini tuachane na hilo. Turudi kwenye historia. Na hivyo, wakati njia ya Wayahudi ilipotangazwa kuwa haramu na askari wa Antioko waliposambaza mitego yao kote Yudea, wale waliendelea kuwa Wayahudi na kuishi kulingana na Torati. Matokeo yao yalikuwa kuuawa shahidi. Wanaume, wanawake na hata watoto walitoa maisha yao badala ya kuvunja Torati. Nitasoma kuhusu hili kutoka kwenye Sefora katika kitabu cha Wamakabayo. Na baada ya kuwashinda, alitoa amri kwamba yeyote kati yao angeishi kulingana na Torati ya nchi yake au wawe. Na aliposhindwa kabisa kuangamiza utiifu kwa Torati ya taifa hilo kupitia amri zake, lakini akaona vitisho na adhabu zake hazina athari yoyote, kwani hata wanawake, kwa sababu waliendelea kuwatahiri watoto wao, walitupwa chini ya mwamba pamoja nao, wakijua mapema kuhusu adhabu hiyo. Kwa hiyo amri zake zilipopuzwa na watu, yeye mwenyewe alilazimisha kila mmoja wa kabila hili kwa mateso kuonja vyakula vilivyokatazwa ili wakane imani ya Kiyahudi. Hiyo ni kitabu cha 4 cha Makabayo sura ya 4 mistari 23 hadi 26. Kisha katika sura inayofuata, Mgiriki Antioko anatesa mzee maarufu wa Yuda, Eleazari kuhani. Lakini katika sura ya 8, hapa ndipo niliposhikwa sana. Kisha kwa kweli, akiwa amechochewa sana na hasira, aliagiza waletwe wengine wa Kiebrania waliokomaa, na kama wangekula kitu kichafu waachiwe waende baada ya kula, lakini kama wangekataa wateswe kwa mateso makali zaidi.
Yule mfalme dhalimu, baada ya kutoa agizo hili, ndugu 7 waliletwa mbele yake pamoja na mama yao mzee, wenye sura nzuri, wanyenyekevu na wa kizazi bora, na kwa ujumla walikuwa wenye kuvutia. Alipowaona wakimzunguka mama yao kama vile wanacheza dance, mfalme huyo alipendezwa nao, na akivutiwa na mwonekano wao mzuri na wa uaminifu, aliwatabasamia. Akawaita karibu na kusema, enyi vijana, kwa hisia nzuri ninavutiwa na uzuri wa kila mmoja wenu, na ninawaheshimu sana kwa kuwa kundi kubwa la ndugu. Siwashauri tu msishiriki wazimu wa yule mzee ambaye tayari ameteswa, bali nawasihi mjisalimishe na kufurahia urafiki wangu. Maana ninao uwezo si tu wa kuadhibu wale wanaokaidi amri zangu, bali pia wa kuwatendea mema wale wanaozitii. Niwekeni imani basi, nanyi mtapewa nafasi za mamlaka katika serikali yangu. Mkiacha desturi zenu za kitaifa, mkafuata maisha ya Kigiriki, mkabadilisha utaratibu wenu na kufurahia raha za ujana. Maana mkiniudhi kwa kutotii kwenu, mtanilazimisha kuwaangamiza nyote kwa adhabu kali na mateso. Basi jihurumieni wenyewe, ambao mimi, ingawa ni adui yenu, na wahurumia kwa sababu ya umri wenu na uzuri wenu. Amtafakari juu ya hili, kwamba mkikosa kutii, hakuna kitakachowabakia isipokuwa kufa kwa mateso. Aliposema hivyo, akaamuru chombo cha mateso kiletwe mbele, ili hofu hiyo iwashawishi wale nyama isiyo safi. Na wakati askari walipoleteza magurudumu na vitanda vya mateso na ndoano na manati na vyungu na mapande na vyombo vya kubana vidole na mikono ya chuma na vigingi na vipumulio, yule mfalme dhalimu aliendelea. Hiyo ni 4 Makabibeo sura ya 8 mistari ya 1 hadi 12. Na kilichotokea ni kwamba kila mmoja wao alikataa, kuanzia mtoto mkubwa hadi mtoto mdogo, hadi kwa mama yao. Wote walikataa kula nyama ya nguruwe na kwenda kinyume na torati yao. Hivi ndivyo walivyokuwa wamesimamia. Wote walipitia mateso hayo ili waweze kusimama kwa ajili ya Yah. Na hiki ndicho kilichokuwa kinawatokea Wayahudi. Na hivyo haya yalipokuwa yakitokea, maelfu yao walikimbia nyumba zao baada ya kusikia habari za askari wa Kigiriki waliokuja kutekeleza amri ya mfalme. Walijua walihitaji kuondoka hapo haraka. Walikimbilia milimani ambako walijificha hadi askari walipoondoka. Na mbaya zaidi, Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na utamaduni wa Kiunani walianza kuwafichua na kuwataja kwa Wagiriki wale Hasidim waliokuwa wanawasaliti watu wao zaidi. Wayahudi wa Yudea waliwachukia sana hawa Wayahudi waliokuwa wameyunanika. Sasa Hasidim hawakupigana na walikufa kama mashahidi, lakini Wayahudi wengine wengi walipigana. Hawakujiruhusu kuchinjwa bila kupinga, lakini Wayahudi waliokuwa wameyunanika walijua jinsi ya kuwazunguka. Kwa sababu mradi walikuwa chini ya ushawishi wa Hasidim, hawakujilinda siku ya Sabato. Hivyo matokeo yake ni kwamba hawa Wagiriki waovu walijifunza kusubiri hadi Sabato ili kuwashambulia Wayahudi hawa na kuwaangamiza. Mwisho wa Wayahudi ulikuwa unaonekana wazi. Sasa miongoni mwa Wayahudi kulikuwa na wakulima wa pole kaskazini magharibi mwa Yerusalemu, katika kijiji kidogo cha Modin. Miongoni mwa waliokuwa wanaheshimiwa zaidi walikuwa ni wazao wa familia ya kikuhani iitwayo Wahashmonea. Kiongozi wa familia hiyo wakati wa Antiochus alikuwa mzee Mathathias, ambaye alikuwa na wana 5: Simoni, Eliezeri, Yahuda, Yohanan na Yohanan. Mathathias na wanawe walizidi kuingiwa na hofu, wakifikiria wakati ambapo Wagiriki wangekuja na kutoa amri yao ya kifalme. Na wakati huo ulifika upesi. Katika soko la kijiji kidogo cha Modin, askari wa Siria waliweka madhabahu. Wanaume wa Modini walikuwa wamekusanyika pale. Nguruwe aliletwa ambaye askari walikuwa wamekuja naye. Na Mathathias kama kuhani na mzee aliagizwa amtoe kafara kwa Jupiter kwa heshima ya Antiochos. Mathathia hakusogea. Kutoka katika umati, kijana mmoja Myahudi alijitokeza mbele, ambaye kwa kuangalia mavazi yake alikuwa Myunani. Aliomba atoe kafara. Hakukuwa na shaka ni nini kingetokea baadaye. Wayahudi wengine wangeombwa kula baadhi ya nyama ya dhabihu na wale waliokataa wangeuawa. Kwa hiyo Yudi msaliti alimkaribia mnyama. Askari walikuwa wamesimama bega kwa bega upande mmoja wa madhabahu. Wayahudi walisimama pale wakitazama tukio hilo, alafu ghafla kila kitu kikabadilika na tukio zima likageuka.
Matatia mzee aliyekuwa amesimama karibu kabisa na kamanda wa askari na yule Myahudi msaliti alinyakua upanga kutoka mikononi mwa kamanda na kumchoma msaliti huyo. Kamanda aliposogea haraka kumzuia, Matathia alimchoma pia. Kwa wazi, kutokana na msukumo wa ghafla, wanawe walikimbilia kwa askari wengine kabla hata hawajatambua kilichotokea. Wayahudi wengine walikimbilia kuwasaidia na askari waliuawa na madhabahu yao ikaharibiwa kabisa. Matathia akasema, yoyote aliye upande wa Yahuwa na aje kwangu. Mwito huo ulisikika kote nchini, kwenye vilima vya Yudea na kwenye mapango, popote Hasidim walikokuwa wakijificha. Matathia na watu wengine wa Modin walilazimika wenyewe kuacha makazi yao mbele ya majeshi makubwa zaidi ya Wasiria ambao wangekuja kulipiza kisasi kwa kifo cha kundi la kwanza. Walihitaji kuondoka, lakini hawakuondoka ili tu kujificha. Walijipanga upya na kuweka mkakati. Kikundi cha Matathia kilianza kushambulia vikosi vidogo vya askari au jamii ambazo Wayahudi wa Kiyunani walikuwa na nguvu, na Wayahudi walikusanyika nyuma ya Matathia wakitumaini kujilinda. Hatimaye, kuishi milimani kulimlemea sana Matathia mzee. Kabla mwaka haujaisha, takriban mwaka 167 kabla ya Kristo, alifariki dunia. Uongozi ukamwendea mwanawe Yahuda, ambaye alijitofautisha kuliko wengine wote, na kwa sababu fulani alipata jina la pili Makabe. Wengine wanasema limetokana na Makabet, neno la Kiebrania linalomaanisha nyundo. Kwa vyovyote vile, chini ya uongozi wa Yahuda, Wayahudi walianza kuwashinda Wasiria. Jeshi hili la Wamakabayo lilikuwa dogo kwa idadi, lakini lenye nguvu na ubora mkubwa. Baada ya muda, idadi ya majeshi ilipoongezeka, Yahuda Makabe alijisikia jasiri kupima nguvu zake dhidi ya makundi mengine makubwa ya adui. Hivyo akaenda moja kwa moja kupambana nao. Makamanda wa Kisiria wa eneo hilo walikusanya majeshi yao, wakiwemo Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na utamaduni wa Kiyunani. Na kila walipodhani kwamba wamemzingira Yahuda na kambi yake, Wamakabayo walishinda. Sasa Antioko alitambua kwamba ana uasi mkubwa kabisa mikononi mwake katika jimbo hili. Ilikuwa wazi kwamba ilikuwa lazima kwake kuukandamiza. Kwa bahati nzuri kwa Wayahudi, wakati huo huo Waparthia huko kaskazini mashariki nao pia waliasi dhidi ya Antioko na kutaka kujitenga na milki ya Seleuki. Antioko alikimbilia kupigana nao. Akamteua jenerali mmoja aitwaye Lisia. Akampa mamlaka kamili ya kukomesha uasi wa Wayahudi wa Yudea. Sasa, kama waliomtangulia, Lisia alidharau nguvu za jeshi la Wamakabayo. Badala ya kutuma jeshi lote kukandamiza uasi huko Yudea, alituma wasaidizi wawili, vikundi vidogo. Yuda alikuwa na ufahamu vizuri nchi na milima, na aliweza kuwashangaza na kuangamiza Wasiria usiku wa manane. Hii ilijulikana kama vita vya Emmaus, na matokeo makubwa ya ushindi huu ni kwamba njia sasa ilikuwa wazi kuelekea Yerusalemu. Wakiwa na furaha na nyimbo za sifa haleluya midomoni mwao, jeshi la Wamakabayo lilikaribia mji mtakatifu ambao ulikuwa mikononi mwa adui kwa karibu miaka mitatu. Kuhani mkuu Menelao, Wayahudi waliokuwa wanaiga tamaduni za Kiyunani na wakaazi wapya wapagani wote walikimbia Yerusalemu miaka mitatu tu tangu walipoanza kampeni yao. Wakulima wa kawaida ambao upendo wa Yah na uhuru wao ulikuwa umewageuza kuwa askari, sasa waliangusha upanga ili kufanya kile ambacho walikuwa wakipigania kweli, kusafisha hekalu na kuanzisha tena ibada yao. Waliondoa kila ishara ya upagani. Walichukua sehemu ya madhabahu ambayo ilikuwa imechafuliwa na dhabihu za kipagani na kuweka kando mawe yake. Walijenga madhabahu mpya mahali pake. Miaka mitatu kamili baada ya chukizo la uharibifu kuletwa hekaluni, waliharibu sanamu ya Zeus Antiochus na kuigeuza kuwa vumbi na kuiweka wakfu tena hekalu kwa ajili ya ibada ya Yahuwa. Kuanzia tarehe 25 Kislev mwaka wa 165 kabla ya Kristo, walisherehekea sikukuu ya kuwekwa wakfu kwa siku 8. Ndiyo maana inaitwa sikukuu ya kuwekwa wakfu, ambayo sote tunaijua kama Hanuka. Na kutokana na ushindi huu, Wayahudi waliweza kuhifadhi maisha yao, ibada yao kwa Yahuwa na kuendelea kuishi jinsi walivyoitwa na Yah. Hata tunamwona Yahusha akisherekea hii katika Yohana sura ya 10. Inaandikwa, na ilikuwa Yerusalemu sikukuu ya Hanuka, na ilikuwa wakati wa baridi, na Yahusha alitembea hekaluni kwenye ukumbi wa Sulemani. Hiyo ni Yohana
10, 20 na 22 hadi 23. Unaona, watu wengi hawaelewi sherehe ya Hanuka, na kwangu mimi, ninapojifunza upya urithi wetu, pia najifunza upya wakati huu, kwa sababu sitaki kuifanya kwa namna yoyote ile kama vile Rev 29 wa sasa wanavyofanya. Kwa hiyo najifunza upya mwenyewe, lakini ninaelewa sababu ya sherehe hii. Na sasa kama unaelewa historia hii ambayo tumepitia hivi punde, natumai sasa pia unaielewa. Unaona, miaka 3 iliyopita Wayahudi waliuawa na hekalu lilitiwa unajisi na kufanywa kuwa halina utakatifu na Antioko pamoja na Wagiriki. Miaka 3 kamili baada ya tukio hilo, Wayahudi waliogoma walishinda na kupata tena uhuru wao wa kumwabudu Yahua, na kwa nguvu za Yahua walilitakasa tena hekalu na kujitoa upya kwa Yahua. Na kama hili lisingetokea, tusingeweza kumpata Masiha wetu aje na kutimiza unabii. Yote haya yanaelekea kwa Masia, kwa sababu bila tukio hili Wayahudi wangechanganyika kabisa na Wagiriki kama ilivyo sana siku hizi. Antiochus alitaka kuwafuta kabisa. Alitaka kuondoa kabisa ibada yote ya Yah na kuwaondoa wote. Kwa sababu ya kujitoa kwao kwa Yah, hawakuruhusu hili litokee, na hii ndio hasa sababu waliweka jambo hili nje ya kitabu. Walijitoa upya kwa Yawa na wakalitakasa tena hekalu lililokuwa limetiwa unajisi, wakalirudisha kwa Yawa, na hiki ndicho kinachosherehekewa. Hii si ibada ya miungu, bali ni sherehe ya kujitoa upya kwa Yahua. Tena, bila tukio hili, Yahusha asingekuwa na mahali pa kurudi na huduma yake isingekuwa inawezekana. Yahu aliwatumia watu wadogo kabisa waliompenda kwa kweli na akawape nguvu ya kuwashinda adui mkubwa. Ukisoma kuhusu hili katika Sifira, utaona kwa nini waliondoa vitabu hivi kwenye Biblia zetu, kwa sababu historia hii inaweza kutupa msukumo mkubwa sana. Najua kila ninaposoma napata hamasa sana. Tunajua kwamba tukimtumikia Yah hakuna kitu kitakachotushinda na tutashinda. Tunajua kwamba watu wetu walitoa dhabihu kubwa ili kuishi kulingana na Torati, wakati watu wengi leo wanataka kusema kwamba hilo halina umuhimu. Tunajua kwamba historia ya Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na utamaduni wa Kiyunani haieleweki vizuri, kwa sababu tunaijua tu kutoka mtazamo wa Kiyunani. Tunawaangalia tu Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na utamaduni wa Kiyunani waliotawanyika Asia ndogo, lakini hatuangalii kutoka kwa watu ambao walikuwa Yudea, waliokuwa pale wakati Masiha alipokuwa akitembea duniani. Walichukia hawa Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na utamaduni wa Kiyunani. Hawa Wayahudi waliokuwa wameathiriwa na utamaduni wa Kiyunani hawakuheshimiwa na walichukiwa, na waliwaita Wagiriki na mataifa kwa sababu hawakuwaona tena kama Wayahudi. Unaona, unapofuta historia hii inawaruhusu watu wengine kuunda mafundisho mengine na kutokuelewa kweli nyakati zilizofuata, wakati habari njema za Masiha zilipoanza kusambaa. Utamaduni wa Kiyunani ulikuwa tatizo kwa Wayahudi, na kama ungeachwa, ungewachukua nafasi na kuwaondoa Wayahudi na uwezekano wa unabii wa Biblia kutimia. Lakini matukio haya ndiyo sababu tupo hapa tukizungumza kuhusu Yahusha na tumebarikiwa naye. Bila kuelewa historia hii, ndio maana watu wanaweza kukumbatia Ugiriki na kutenda kana kwamba kuchanganywa na Wagiriki kulikuwa jambo lililokubaliwa. Je, unatambua walichopitia katika kipindi hiki cha uhai wa Kiyunani? Watu waliuawa na maanisha ilikuwa mbaya sana. Hebu fikiria China ikichukua Marekani, na mamia ya miaka baadaye unajifunza kuhusu historia ya Marekani kutoka kwa mtazamo wa Wachina. Hivi ndivyo watu wanavyoichukulia Biblia. Ndiyo, bila shaka, miongoni